Lango la pili, sikio. Sikio ni lango muhimu na hatari sana. Siruhusu sikio lako lisikie mambo yanayoweza kuua asili ya nguvu ulionayo. Ndani ya sikio ndiko kunakotokana na neno linaloitwa hofu. Mara nyingi hofu haitokani na vitu tunavyoviona sana. Hofu inayoua mara nyingi ni ile inayotokana na kusikia. Kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3, ukianzia ule mstari wa 17, Mungu anamtamkia Adam laana, na hiyo laana inatokana na nini? Na Adamu kuruhusu sikio lake kusikia kitu ambacho hakupaswa kukiruhusu kisikike kwenye masikio yake. Sio kila neno linalokuhusu, sio kila neno linalopaswa kufanya nini? Kuingia masikioni mwako, kwa sababu ni hatari ukiwa mtu wa kusikia kila neno. Na ukisikia kila neno kwa namna moja au nyingine, kila neno litakuwa maisha yako. Kwa hiyo inategemea sasa, neno linaweza kuwa sababu ya maisha yako kuinuka au kuanguka. Ona anasemaje? Kwa kuwa umeisikiliza sauti ya nani? Ya mkeo. Kule juu ukirudi, Mungu anamwambia Eva, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya nyoka. Unaona madhara ya kusikiliza. Haya yote mabaya yanatajwa yatokee kwa mtu kwa sababu ya nini? Ya kuruhusu lango la sikio kusikiliza mambo yasiyohusu kusikia. Lakini ona maneno haya yanatoka wapi? Kwenye kinywa cha Baba. Lango la kinywa linatumika kufanya nini? Kulaani Adamu na kazi zake. Analaani kazi za Adamu na ardhi inalaaniwa. Mungu anamlaani Adamu, kazi za Adamu, analaani na ardhi kwa sababu ya nini? Ya kusikiliza sauti ambayo hakupaswa kusikia. Kwa lugha nyingine, maneno yaliyo mazuri yanapokuwa yanaelezwa au yanatolewa ukayafanyia kazi, ndipo matokeo yatakapotokea. Lakini huwezi kufanya bila kuruhusu kusikia. Laana kama ilivyokuja kwenye eneo la kusikia, baraka nazo zinakuja pia kwenye eneo la nini? La kusikia. Kwa sababu hiyo ni vizuri kuwa makini na kila neno unalosikia. Maneno mengine mengi yanayosikika huwa yana ajenda ya kuua hatua za kufikia hatima yako. Na ndio maana ni vizuri unapokuwa mpambanaji au askari katika ulimwengu wa roho, ni vizuri kuwa makini na marafiki ulionao, kwa sababu marafiki ikiwa si watu wema, watatumia malango ya vinywa vyao kutamka mambo yatakayosikika kwenye masikio yako, na kwa kadiri unavyosikia ndivyo utakavyoyatumia yale mambo, alafu mwisho wa siku uharibifu utatokea. Watu wengi wamenajisika kwa sababu ya marafiki. Watu wengi wamepoteza destiny kwa sababu ya marafiki, kwa maneno walioyatamka alafu wakayaruhusu yaingie katika masikio yao.